Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza wewe mpendwa wangu. Wewe umefanya mambo yote kulingana na vile wewe upendavyo. Ninakuinua wewe Mungu na ninakutukuza wewe mfalme. Wewe ulifanya kazi yote kutoka mwanzo kabla mwanadamu hajaubika katika ulimwengu tulio ndani yake. Ulituwaza mawazo mema na ukatutangulia wewe mtakatifu. Ndio sisi wote tuweze kuingia katika neema yako, na ndio sisi wote tuweze kujua na kutambua mapenzi yako katika maisha yako Bwana Jehova Jireh. Tuweze kuwa katika hali za kusimama na hali za kuwa na upendo, umoja na kutambua neema iliyo ndani yako imefichwa ni yetu sisi wote, wale wote Bwana wa kuaminio. Twakuinua Bwana Jehova Jireh ni kwa sababu ya jambo moja tu, ulitufanyia ya haki na kutuondoa katika hali yote Bwana Jehova Jireh ya pingamizi. Hali yote Bwana ya vita katika ulimwengu. Hali yote ilikuwa inapingana nasi ndio tusiweze kuwa katika neema, katika nafasi yako. Lakini Bwana umetupigania na ukatuondoa katika hali zote zile. Na tukatambua na tukaelewa ya kwamba mapenzi yako Bwana Jehova Jireh ni makuu kuliko mambo yote. Na wakati wowote Bwana tutakaoamini mapenzi yako, tutaweza kusimama katika kweli na katika umoja, na tutaweza kusimama katika pendo ile Bwana Jehova Jireh wewe umetusimamisha ndani yake. Wewe ulitangulia kutusimamisha ndani yake. Hata kama watu wengi hawatambui, watu wengi hawajui, watu wengi hawaelewi vile Bwana Jehova Jireh ulivyofanya wakati ule wa mwanzo kabla ulimwengu huu tulio ndani yake haujaumbwa. Lakini Bwana mfalme, kwa sababu ya upendo mkuu umenionyesha ndani ya maisha yangu. Nashukuru sana Bwana Jehova Jireh. Ni kwa sababu ulifanya niweze kujua ya kwamba wakati wowote niisipo Bwana, naishi kama vile wewe unaishi. Natenda kama vile wewe watenda. Na nena kama vile wewe wanena. Nashukuru jina lako Bwana kama vile ulishukuru jina la Mungu wakati ule alikutoa katika wafu, akakutoa katika kifo. Ile ilikuwa imekukomesha. Lakini kwa sababu ya utukufu na uwezo na mamlaka ya Mungu, ukaweza kukonka death na ukatoka ndani yake. Na sasa hivi uko hai na uko mzee na uko katika hali ya uzima. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh uliweza kumaliza hali yoyote ile ilikuwa imesimama ndio iweze kupingana nawe. Siku ya leo Bwana, ama asubuhi ya leo, ninakushukuru ni kwa sababu vile nilivyo hivyo ndivyo ulivyo. Vile utendavyo hivyo ndivyo nitendavyo. Vile ufikiriavyo hivyo ndivyo nifikiriavyo. Na vile Bwana unenavyo hivyo ndivyo ninenavyo. Jehova Jireh, ninashukuru ni kwa sababu ya uzima ule ulio ndani yake. Huo ndio uzima ule mimi niko ndani yake. Moyo ule niko nayo Bwana, huo ndio moyo ule uko nao. Kazi ile ninayofanya, hiyo ndio ile kazi Bwana Jehova Jireh nawe unayoifanya mtakatifu. Na kuinua Bwana wangu na Mungu wangu ni kwa sababu mawazo yangu yafanana na mawazo yako. Moyo wako wafanana na moyo wangu. Na ndivyo Bwana Jehova Jireh ninanena kuhusu hawa wote Bwana tulio nao katika wendani, nikiwajulisha ya kwamba vile walivyo hivyo ndivyo ulivyo. Vile watendavyo hivyo ndivyo nao watenda. Kwa sababu ya mambo yale yote Bwana wamesikia kutokana na neno lako na kuiamini kulingana na vile Bwana mfalme wa ajabu wewe ulivyo. Asante ni kwa sababu kama vile uko na amani na kuponya na uponyaji ule ulio ndani yako, hivyo ndivyo Bwana Jehova Jireh umenifanya ndio niweze kuwa kielelezo Bwana Jehova Jireh kwa watu wengi katika ulimwengu, na ndio watu wengi waweze kupokea pendo na nguvu na umoja katika uwezo wako Bwana Jehova Jireh wa kuamini kile Bwana Jehova Jireh uliweza Bwana mfalme kutupa. Asante Mungu wetu mfalme kwa sababu ya msamaha wa dhambi, kwa sababu Bwana Jehova Jireh ya kututoa katika kifo, kwa sababu Bwana Jehova ya kututajirisha na neno lako na kutupa Bwana Jehova Jireh kibali kikuu ya kuitanishwa nawe na kusimamishwa katika uwezo wako. Asante Mungu wangu na Baba yangu, nikiwaombea watu hawa na kuwabariki Bwana, wale wote tunaofuatana kila siku tukisikiliza neno lako na tukinua wengine kulipitia, kwa sababu Bwana Jehova Jireh wewe ndiye Mungu wetu. Pokea sifa mfalme kwa sababu ya kutupa moyo ulio na nguvu, moyo Bwana Jehova Jireh na akili zinazo Bwana tafakari juu yako, na moyo unapenda kukaa tu katika nafasi yako.
Asante Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu utukufu na neema zinatoka kwako Bwana. Asante ni kwa sababu umetufanya vyema na umetupa kibali kile Bwana Jehova Jire. Sisi wote tunanena kuhusu kwa sababu ya pendo lile tumeliona umetuonyesha katika maisha yetu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini, amen. Na kile tunanena, topic yetu ya siku ya leo ni how you conquer the devil. How you conquer the devil. Kwa hivyo kwa wakati huu na nafasi hii, ninashukuru Baba wetu na Mungu wetu kwa mapenzi yake makuu na mema ametukirimia. Karibuni sana. Si mwingine ni Apostle Lydia, tukiendelea na mapenzi ya Mungu na uwezo wake katika neema yake. Sasa jana tukaweza kusoma na nikakwambia hapo ndipo tutaingia ndio tuweze kuendelea. Katika Matthew 9 mstari ni wa 35, tukimbie katika mstari huo wa 35. Tukiuangalia na mistari mingine tutaweza kuangalia hapo, lakini huu ninaufungua kwa sababu hapo ndipo tulisimamia na hapo ndipo ninataka tuweze kuanzia. Kwa hivyo ni vyema ndio tuweze kuona ya kwamba Yesu aliweza kukonka namna gani. Nini Yesu anatuelezea? Yani wacha niseme hivyo. Nini Yesu anatuelekeza na kutaka kutufundisha kile tunaweza konka, ama kile tunaweza komesha hila zote za yule muofu, mapenzi yake yote juu yetu sisi watu wa Mungu, na mapenzi yake, yani mambo yale yote anaotuwaza yasiyo na msingi na yasiyo na ubora katika maisha yetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati kama huu tunafaa kuelewa na kutambua ya kwamba Ibilisi, kama vile maandiko inasema ya kwamba Ibilisi kazi yake ni kuzunguka katika ulimwengu. Kazi ya Shetani ni kuzunguka ulimwengu akitafuta ni nani atakaye rarua, akitafuta yule atakaye rarua ndiye aweze kumaliza, kwa sababu kazi ya Ibilisi ni kuharibu, kuua. Bwana asifiwe. Akona kazi baya sana. Wira wa musukani, tujitekerie jerie Gikuyu, wira wa musukani kayotari munene muno guku thi, na wira wake ni kuia, guthukia na kuraga, kuiba, kuharibu na kuua. Na ambiagi mtu ni wewe ujisomee neno. Bwana asifiwe. Usipolisoma neno ndio utambue mawazo ya Shetani. Usiposoma neno ndio utambue kile amekuwekea mbele zako na kile anatamani uweze kuingia ndani yake. Usipolisoma neno hautaweza kutambua kazi ya Shetani katika maisha yako. Hautatambua kamwe ukweli. Neno ndio linafanya tuweze kuelewa na kutambua. Wakati tunaposoma neno, tukiliunderstand vizuri, tutaweza kulitumia lile neno na tuweze kukonka. Haleluya. Mawazo ya Shetani na kazi ya Shetani yote kuhusu sisi wanadamu. Kristo wakati alipokuja ulimwenguni, ndio ile kazi aliyoifanya. Hata Shetani alimtangulia kabla hajafika kwa watu. Wakati tu alikuja, John the Baptist akamuona akikuja akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu atakaye ichukua dhambi yote ya ulimwengu. Dhambi ile Ibilisi aliweza kufanya ikaweza kuingia katika ulimwengu. Nashukuru Bwana sana kwa sababu wakati John the Baptist alipomuona, alijua na akajulisha watu wote ya kwamba huyu ndiye atakaye chukua dhambi yote ya ulimwengu. Na dhambi yote ya ulimwengu ni ile mwanadamu
aliweza kuipokea wakati ule hakuwa anatambua kitu yoyote. Shetani alikuwa ametangulia na akaifanya our forefathers Adam and Eve waweze kufanya kitendo kimoja cha dhambi. Ulimwengu mzima ukawa umefunikwa, kila mtu amepokea lile dhambi. Bwana asifiwe. Naye kwa kupitia mtu mwingine mmoja, Kristo Yesu, alikuja katika ulimwengu huo. Shetani aliweza kufanya dhambi iweze kuingia, na akaweza kama vile watu wote walipokea dhambi katika kitabu ya Roman 5 from 12 to 14, hivyo ndivyo tena from 16 kuendelea na kuna mpaka 19 mwingine naye alikuja. Kama vile dhambi iliingia ulimwenguni, na watu wote wakafanyika kuwa wenye dhambi kwa sababu ya huyo mtu mmoja, na kwa sababu ya dhambi ile iliyoingia ndani ya ulimwengu, ndivyo mwingine mmoja akaja, naye akasimama katika mwanya wa kuondoa ile dhambi kupitia mwili wake yeye mwenyewe. Aliondoa ile dhambi kupitia mwili wake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kabla hatujaendelea sana, nataka tusome neno katika kitabu ya Matthew 9:35. Tuone ya kwamba tunakonka tunapinga kazi ya ibilisi na namna gani katika maisha yetu. Tumeandikiwa ndio niweze kushinda, nini nitafanya? And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every diseases among the people. Kiswahili inasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika mazinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Hapa kuna kitu nilijifundisha kabla Yesu hajakuja, yani kabla huu mstari sijausoma. Ninaona vile ulimwengu ulikuwa umejaa magonjwa, ulikuwa umejaa vita, ulikuwa umejaa ulemavu, ulikuwa umejaa dhambi, ulikuwa umejaa yani hali yoyote ile inaopinga mwanadamu asiweze kuendelea. Na wakati Yesu alipokuja, kuna jambo moja anasema, yeye alipatia watu nguo, aliwapa chakula, kwa sababu kulikuwa kumejaa mateso ya umaskini, udhaifu wa kila aina. Lakini Biblia inatuambia kwamba wakati Yesu alipokuja, kazi yake ilikuwa nini? Alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji. Kazi ya Yesu hakusimama, alizunguka katika miji na vijiji. Kwa nini alizunguka? Na alikuwa na nafasi yake ya kutulia, akifundisha katika mazinagogi. Alikuwa anazunguka vijijini na manyumbani, na akiingia katika mazinagogi ya maadui wake na kuhubiri injili na kuhubiri habari njema. Sababu nini? Bereni hakukuwa na habari njema. Bereni watu walikuwa wamepewa sheria. Bereni ilikuwa ya kwamba jicho litoke jicho, mkono utoke mkono, kifo kitoke kifo. Hakukuwa hakukuwa na amani, hakukuwa na upendo, hakukuwa na umoja wowote. Ilikuwa tit for tat. Lakini wakati Yesu alipoingia katika ufalme, katika
ufalme tulio ndani yake. Alikuja akabadilisha kila kitu kwanza kupitia yule mwanamke alishikwa akizini. Sababu sheria ilikuwa inatumika na walimleta yule mwanamke alikuwa akizini mbele ya Yesu na kumwambia ya kwamba sheria ya Musa yasema hivi, mwanamke kama huu amezikwa akizini, sheria inasema ya kwamba apigwe na mawe auawe. Naye Yesu akawa tu pale. Na kwa sababu jana nilikuambia Yesu ndiye alikuwa ametangulia kuhubiri kabla ya mtu yeyote katika ulimwengu. Yesu ndiye alitangulia kuhubiri. Na hata akina Musa na wale wengine ndio wakuje wahubiri. Ndio Genesis iweze kuandikwa mpaka Revelation. Yesu alikuwa amemaliza kazi. Yesu alikuwa amehubiri. Yesu alikuwa ametenda yote. Yesu alikuwa amekufa katika msalaba. Oi, hapo tena watu wanauliza atene akuete hedeo na idedera kuile miaka ngirigere mihituku. Hiyo ni kielelezo tu ya kukuonyesha Kristo hata haiko ndani ya maandiko hiyo. Ile iko ndani ya maandiko ni ya kwamba Yesu alikufa katika msalaba kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Lakini hakuna miaka 2000 imepita kwa Biblia, hakuna kitu kama hiyo. Kile kiko ni ya kwamba Yesu alisulubishwa wakati ule haufahamiki na mwanadamu. Ile kitu inafahamika ni ya kwamba kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Lakini kwa sababu ya mawazo ya watu kuwa wasipopewa figa kitu kama hiyo, wakapewa miaka ile mingi na huko ndio waweze kutabua hawakukuwako, hata mababa zao hawakukuwako. Ndio uone kweli ni zamani, kweli ni zamani. Moses alichezea mawazo, lakini si Moses alisema miaka 2000, si Moses. Hiyo ni yetu. Bwana asifiwe. Hiyo ni figa yetu. Kwa hivyo aliponya magonjwa. Kwa hivyo watu walikuwa wamefungwa na magonjwa. Kwa hivyo hakukuwa uponyaji, hakukuwa miujiza na maishara. Hata kama ya wakati wa Musa ilikuwako. Bwana asifiwe. Wakati Musa aliambiwa aende akatoe wana wa Israeli Misri, Yesu alikuwa ametangulia na uponyaji kabla ya Moses kuja kuhubiri. Na yale yote Moses alifanya yale Yesu aliyofanya. Alikuwa amefanya kabla Moses hajafika. Kabla Genesis 1 haijaandikwa. Yesu alikuwa amefanya watu, alikuwa ameshaponya watu. Lakini kulingana na Matthew, sasa tuache tusome ndio kwa sababu ninajua mambo mengine ni kisugumkuti. Wakati Yesu alipokuja ulimwenguni na akauvaa mwili wa mwanadamu, jana tuliongea hayo yote, sitarudia. Alikuta watu wakiwa na udhaifu. Alikuta watu wakiwa wagonjwa. Alikuta watu wakiwa na hali ya kifo. Yani walikuwa wamefungwa kabisa na mambo mengi. Lakini nashukuru Bwana sana, sababu Yesu Kristo hakuja kuambia watu wakunywe dawa za miti. Yesu Kristo hakuja kuambia edeni kwa daktari fulani. Yesu Kristo hakuja kuambia hapa unahitaji operation. Yesu Kristo alikuja na habari njema ya ufalme wa mbinguni. Ile tunaambiwa ya kwamba kwanza tafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake. Haya mengine yote mtazidiziwa. Yesu alikuja na ufalme. Yesu alikuja kuhubiri ufalme, the kingdom of God. Bwana asifiwe. Na utajiri wote ule ulio ndani ya kingdom, Yesu akaupeana kwa kila mmoja. Ndio kila mmoja wetu tuweze kuupokea. Na wakati tutakapo upokea, tuweze kupata silaha za kila aina za kupinga yule muovu ibilisi. Haleluya. Wakati Yesu alipokuja, ibilisi alikuwa amekomesha watu. Alikuta ibilisi amekomesha watu, amefunga watu, amegojesha watu, amewanyang'anya watu
amewanyang'anya nini? Right yao. Watu wamepingwa katika njia zote. Wamekomeshwa katika njia zote. Kifo ndio kilikuwa kinalia ndani yao. Sheria ilikuwa imewafunga na njia zote. Lakini wacha nikwambie mtu wa Mungu, wakati Yesu alipokuja, aliingia na habari njema. Good news. Aliingia na good news. Hallelujah. Alihubiri neema ya Mungu. Alihubiri upendo wa Mungu. Alihubiri utukufu wa Mungu. Alipatia watu moyo wa babaye. Yule alikuwa amemtuma. Alipatia watu huo moyo. Na kwa yote yule aliyeupokea alifanyika kuwa mwana. Na kufanyika kuwa mwana ni kuonyesha ya kwamba umebadilika, umegeuka, umepokea sons. Bwana asifiwe. Umepokea kuwa mwana. Sasa wewe si mtu wa kawaida, umekuwa mwana. Yule wa kushughulikiwa, shughuli zako zote si zako sasa, ni zake. Bwana asifiwe. Akapreach, Biblia inasema ya kwamba and preaching the gospel of the kingdom. Kwa hivyo Yesu alikuja na njia ya kuhubiri, na ni ukweli kabisa. Hii nilitia muhuri wakati tu nilisoma. Sababu wacha nikuambie, wakati hata kijiji kikiwa na shida, hata kama ni ya wizi, ya umaraya, ya matatizo yoyote ya kila aina, na kuwe kuna wahubiri wanaohubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni, na watu waweze kuisikia, hata kama sio yote, ni kamoja tu kanaingia. Wanaotenda kazi hiyo baya katika kile kijiji wataendelea tu pole wakimalizwa ile nguvu iko ndani yao, ule uwezo uko ndani yao, kwa sababu kazi ya Mungu, neno la Bwana, kazi yake ni kung'oa, kuharibu, kuagusha, kusarabatisha, hata kuua. Chochote kile hakifai. Si kuua mwanadamu. Mwanadamu hawezi uwa. Mwanadamu ndiye anafanya tuweze kuhubiri. Mwanadamu ndiye anafanya tuweze kuomba, kufanya mambo ya miujiza na maishara. Ndiye aweze kufunguliwa katika nafasi ile aliyo ndani yake ya hila za ibilisi. Kwa hivyo Yesu hakuja kuua. Yesu alikuja kufungua mwanadamu. Yesu alikuja kuondoa chochote kile kilikuwa kimegandamisha mwanadamu. Yesu alikuja kuondoa dhambi ile ilikuwa ndani ya mioyo ya mwanadamu, ya wanadamu wengi, ndio waweze kufunguliwa, waweze kujua ukweli na kuelewa mapenzi ya Mungu. Na ni ukweli kabisa. Wale watu, Biblia inasema wale wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo watu walipokea uponyaji. Wale wote walipokea lile neno. Kwa hivyo kile kinaweza fanya tuweze kukonka hali zote za ibilisi na kazi yote ya ibilisi ni kuhubiri. Wakati tunapohubiri, nao watu wanasikia habari njema, mara moja neno likiingia linawabadilisha, linawageuza, linafanya mawazo yao iweze kutazama katika njia ingine. Inang'oa msingi wowote ule ulio ndani yao. Kwa hivyo wakati tunaona watu wakifanya mambo isiyo na msingi, tujue ya kwamba wengi wao wana huko nje, sio wale wako kanisani. Wakanisani wamesikia, lakini wamejifanya, wamekataa, wamepinga, ndio wako katika ile nafasi ya kufanya vile wanataka. Wamepinga, wamekosa kuamini kazi ya Kristo Yesu, wamekataa kuiamini, wamefunga mioyo yao, wamekomesha na mlango wa moyoni wakaufunga. Lakini walio nje mnaona wanatenda matendo mengine machafu
yasiyo na msingi. Wengi wao ni kwa sababu hawajasikia. Yule mtu umehubiria na ukahakikisha ya kwamba umempatia njia ya wokovu, akapingana nayo, huyo ndio unaweza sema amekataa Injili, amekataa Kristo, amepinga kazi ya Kristo. Lakini yeyote yule umehubiria, amekuwa pamoja nawe katika mahubiri, katika kazi ya Mungu, lakini yeye anaendelea tu kufanya mambo yake, huyo ni mpinga Kristo. Hata kama ako katika kanisa, huyo ni mpinga Kristo, anapinga kazi ya Mungu wakati tu maadamu tu aliye ndani. Ni kama Judas. Bwana asifiwe. Ni kama Judas anaipinga. Haleluya. Kwa hivyo ndio niweze kukonka mambo yale yote na hali zile zote zimeniinukia, ni mimi niamke niende nihubirie watu wengine, niweze kuwajulisha juu ya ufalme wa Mungu na kazi yake, mwana wa Mungu na kazi ile aliyoifanya wakati alipokuja ulimwenguni. Wakati mwalimu wangu wakati nilikuwa shule shule ya Biblia, akinifundisha aliniambia kwamba wakati wowote unajikuta wewe ni mgonjwa, enda uhubiri. Sikuwa najua ananiambia hivyo kwa nini. Wakati wowote unasikia una udhaifu wowote ndani ya maisha yako, enda uhubiri. Wakati unasikia kabisa umefika mwisho, hauna chakula, hauna nini, enda uhubiri. Na akaniambia kitu moja ya kunifungua, na usihubiri ukiwa na tamaa ya jambo lile linaokusukuma. Usihubiri ndio uponywe, usihubiri ndio upokee chakula wala upokee fedha, usihubiri ndio watu wakupende ama wakufuate. Hubiria watu Injili ya ufalme wa mbinguni. Ukiwahubiria wacha mbegu ile umehubiri ifanye kazi. Wakukufuata atakufuata, wakukataa atakataa. Wakuingia katika nafasi nyingine kanisa ya gospel, kule kunahubiriwa ukweli wa neno, the gospel of peace, akiingia wachana na yeye aendelee. Nikasikia nimefunguliwa sana. Akaniambia usihubiri ndio uweze kukusanya watu. Hubiri watu wa Mungu waweze kuelewa mapenzi ya Mungu na kazi ya Kristo, na wapokee uzima wa milele hata kama haujui mahali wanaenda. Wahubirie Mungu. Hiyo kazi nyingine yote ya kuwakusanya na kuwapeleka, Mungu ndiye ajua. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikasikia amani ndani ya moyo wangu, na nikaona kweli siko hapo ndio nikusanye, niko hapo ndio nihubiri watu wa Mungu, kwa sababu tumekusanya wengi lakini hakuna mahali wanaenda. Tumekusanya wengi, watu wamesimama kubomoa na kuharibu, sababu moyoni mwao unaweza fikiria amepokea Injili, unaweza fikiria yule mtu amepokea neema ya Kristo, kumbe ni mwiba mwitu, amevaa ngozi ya kondoo, lakini ni shetani huko ndani. Bwana asifiwe. Wewe hubiri, usitake kujua hayo ingine. Kazi yote ni ya Baba. Paulo akasema yeye akiwa na Apolo, kazi yao ni kuhubiri, kupanda. Bwana asifiwe. Na kumwagilia maji. Hiyo kazi nyingine ya kukuisha ni ya Baba Mwadhani ya Rogosho. Tukaambiwa ya kwamba Yesu alikuwa anatembea vijijini na manyumbani, madhinagogi, kuhubiri bila jambo lingine. Kwa hivyo nami, kwa sababu tunafaa kumuiga Yesu na kazi yake, tunafaa ndio tuweze kukonka hali yoyote ile inukao katika maisha yetu. Tumepewa kazi ya kuhubiri. Number 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were
scattered abroad as a sheep having no shepherd. Kwa hivyo wakati Yesu aliwatazama, wakati alipokuja akawatazama, wakati alikuwa anazunguka, aliwaona watu wa kienyewe wametapakaa, mioyo yao imeinama. Hakuna aliye na uwezo, hakuna aliye na nguvu, hakuna atabuaye mapenzi ya Baba, hakuna atabuaye Mungu wake. Wote Kiswahili nakwambia. Na alipowaona makutano aliwahurumia. Ekegwire Yesu anaongea kuhusu watu wale walikuwa wanasema wao ni Mafarisayo, wale walikuwa na udini wa ajabu ndani yao. Hata wakati wamejaa udini ndani yao, hata wakati wamejua sheria na kutafsiri kulingana na vile walikuwa wameelekezwa, haikuwasaidia kamwe. Yesu aliwatazama wote, akaona wote ni kama kondoo zimetawanyika, wasio na mchungaji, watu wasio na mlinzi, watu wasio na baba, watu wasio na roho, watu wasio na kiongozi. Hata kama viongozi wa udini walikuwa wengi, haleluya, hawakuwapa msaada wowote, hawakuwasaidia. Na ndio tunaona yule mwanamke alizikwa kizini, ndio tunawaona akina Bartimayo mwana wa Timayo, ndio tunawaona parables nyingi zinanena kuhusu mambo mengi. Lakini wote walikuwa wamefungwa na Ibilisi. Shetani alikuwa ametawala katika maisha ya watu wakati huo, kabla Yesu hajafika katika ulimwengu. Hallelujah. Number 37. Then said he unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kwa hivyo sida, jana nikakwambia, sida sio harvest, sida ni laborers. Yes, na ukweli leo nakwambia, wahubiri tuko wengi sana 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 sana, na tunahubiri kila mahali. Hakuna mahali hatuhubiri, lakini hatufungui watu. Wako tu katika wakati wa Mafarisayo, Masudasi, waandishi barua. Ni kama wakati tu wa zamani, hatuwafungui. Kwa nini? Kwa sababu hata sisi wengi wetu, wengine wetu hawajafunguliwa, hawajajua siri. Usipoitambua siri ya ufalme wa mbinguni, usipotambua siri ya msamaha wa dhambi, utaambia watu tu wamesamehewa, utawaambia tu Mungu Yesu alikufa msalabani kwa ajili yao, utawaambia kuna damu, na ndio wanaichukua wanaenda kuimwaga kwa mashamba, ndio wanaichukua wanaenda kuimwaga kwa manyumba. Na Biblia inatuambia katika kitabu ya Hebrews ya kwamba damu ya Kristo ilitolewa ni kwa ajili ya mtu, sio kwa vitu. Damu ya Moses ya kondoo na haiba ndio ilikuwa inatakasa vitu vyote, lakini damu ya Kristo ilikuja tu ndio itakaze mwanadamu. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu ya kutonjua kwa wahubiri wengi wanaohubiri, wameongoza watu kufanya mambo hayo ya kila aina na damu ya Kristo. Na ndio makanisani kumejaa sarakazi, kumejaa mambo mengi ya kisarakazi, ile haifungui watu kutokana na hila za Shetani, kutokana na uharibifu ule umejaa ndani ya Shetani. Shetani anafurahi sana wakati anaona ya kwamba watu wanaambiwa nunueni hadi kachifu, watu wanaambiwa kujeni mpakwe mafuta. Anafurahi sana sababu anajua mafuta haiwezi wafungua, hadi kachifu haiwezi wafungua hata ikiombewa. Haleluya. Kukura meza na kukura sakramenti haiwezi wafungua hata wakikura, kwa sababu hata hawajafundishwa wala kuelekezwa. Ni kwa nini wanakula? Ni nani amefichwa ndani yake? Bwana asifiwe. Watu wamebadilishiwa Christ na sakramenti
ni mbaya. Watu wa kule wale wanakulaga. Hata divai kunywa, nyinyi mnakunywanga. Hata kufuata ubatizo wa maji ile ya kutumbukizwa katika mito. Na nini hiyo yote ni enejeketwo yote ndemweke. No ndio horirwo. Sikufunguliwa. Sikutambua kitu chochote. Shetani alikuwa anafurahi. Mimi nimebatizwa mara mingi 7. Ya mwisho nilienda kubatisiwa Meru. Bwana asifiwe, ya maji mengi. Watu wa Mungu wacheni mwambie, watu wanapitia. Hata wakati ninaona watu wanazunguka huku na kule, sasa makanisa mengi imefanywa sio ya neno. Watu wanaenda ndio ikikwiza jioni wakule kitu, wapewe maunga. Yesu amebadilishwa na vitu nyingi sana. Yesu amebadilishwa na mambo mengi. Badala ya watu waonyeshwe Christ mwenyewe, wanaonyeshwa vitu vingi. Sisi Kristo anatupiliwa bali kama vile alikuwa ametupiliwa wakati wa sheria. Watu walikuwa wanaona Musa tu. Watu walikuwa wanaona sheria. Badala ya kumuona Kristo, walikuwa wanamtazama tu sheria. Musa. Mpaka wa leo Biblia inasema ya kwamba ati wakati ule the Old Testament isomwapo, watu hawaoni Kristo na hawajui ama kutambua Kristo alikuja kuondoa sheria ya Musa. Yesu alikuja kuondoa na kuwa mwisho wa sheria. Lakini watu hawatambui. Yesu aliifikisha mwisho. Wanatazama tu Musa, wanatazama tu sheria. Wamesimama tu na sheria, wanapigana tu na sheria, na walianza kupigana nayo wakiwa watoto mpaka wa leo wako na 90 years na 100. Na wewe uko hapo katikati, hata mimi niko hapo katikati. Lakini sijaweza kukomesha hali yoyote ile inukao katika maisha yangu. Inaendelea tu kupigana nami kulingana na vile ilikuwa inapigana hata wakati ule sikuwa najua kuomba. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia, kama hujatambua kazi ya Kristo katika maisha yako, na hujatambua kwa nini alikufa, akazikwa, na siku ya 3 akafufuka, na akatoka katika kaburi, akapaa, akaenda katika mkono wa Baba wa kulia, na kuambia mtu wa Mungu, usigojee kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kutambua kazi ya Kristo, kutambua Kristo ama kutambua Mungu ni kumtambua Kristo, kwa sababu Kristo ndio mfano kamili wa Baba, na yeye mnajua yeye ndiye njia. Number 2, kutambua Kristo ni kutambua kazi ile alikuja kuifanya hapa ulimwenguni, na kuitambua kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini watu wanaambiwa hakuna shida, wewe bora unatubu jioni. Watu wanafikiria wakitumbu wamesamehewa dhambi. Watu wanafikiria wakitumbu wao na atena Mungu, na unatubu saa hiyo. Ukimaliza tu kuamuka unasikia hukumu nyingine, nayo unasema, na hapa Bwana tena nilikuwa nimesahau, hata hii unisamehe. Hiyo yote ni upubavu. Na sina haya kusema hivyo. Nilikuwa ndani ya hiyo yote. Nilifanya hayo mara mingi. Nilitoa hata dhabihu za kila aina. Nimepeleka hata wachungaji, manabii, wanachimba hata mashamba, wanafanya mambo mengi. Wanafanya sarakazi nyingi. Mpaka wanatoa masuruali. Manasema hii masuruali sio ni ile ikoragwo mundu alikia kuhuthira ya kurega teo mugunda. Riu ugakoraga urarutithio wira muru. Wakwirwo thuruali yo yaikirio kuu niguo mugunda ucio ndukana ume irio. Na nginya yeherio mugunda ndoimire kindu. Andu tigai kuhenio. Usikubali kupiganishwa na watu wako. Usikubali kutenganishwa na familia yenu na watu wale wanashughulikia tumbo zao na wakuonyeshi njia ya kupinga hila za ibilisi. Ni kusiongezea nguvu na kufanya ukae katika mandaganyo katika mawazo yako na akili zako. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Watu wamedanganyika. Ndio watu wanajaa makanisani wakigoja prophecy vile itatolewa juu yao, wakiangalia kama wataonekana.
na hawataki kuonekana kwa Kristo, hawataki kumtambua Kristo, hawataki kuingia ndani ya Kristo, na yeye ndiye asemapo mambo yale iliyo na uzima na ushindi wote katika maisha yao. Nawe utakaa na utakufa ukiwa umekasirika, utakufa ukiwa na moyo umeinama, umelaani mpaka watoto wako, familia yako. Utachukia watu wenu kwa sababu haujakubali moyo wako uweze kupokea yeye yule aliye na uwezo na nguvu, aliyetangulia kuhubiri ulimwenguni ndio watu wote waweze kupokea haki. Haki ya Mungu iko ndani ya Kristo. Uwezo wa Mungu umo ndani ya Kristo. Kwa hivyo ndio upokee uwezo huo na haki hiyo na ukweli na kutambua mambo yote kikamilifu. Ni lazima uweze kumtambua Christ na uweze kujua na kuelewa. Pasipo yeye haiwezekani wewe uweze kumjua Mungu wala kutembea na Mungu. Oh, haleluya, Bwana asifiwe. Ati akasemaje? Huo mstari wa 37, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni wachache namna gani? Hebu angalia uone, wahubiri vile ni wengi, lakini walio na ukweli wa ufalme wa mbinguni ni wachache sana. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wao wengine wote wanahubiri vile wanataka na wanahubiri mapenzi yao, si mapenzi ya Mungu. Tutoke hapo, tuingie 38. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Kazi ile tumepewa kubwa ni kuomba, kwa sababu kunahitajika shamba la Bwana lijae watu walio na siri ya msamaha wa dhambi. Number 2, siri ya ufalme wa mbinguni. Number 3, watu wanaotambua kazi ya Kristo ile ilimtoa mbinguni akaja ulimwenguni akavaa mwili wa mwanadamu, ndio aweze kutuonyesha hata tukiwa na mwili tuna uwezo na tuna nguvu, tukiamini yale yote atakayoyatenda. Sababu hakuna mwingine tulikuwa tunahitaji kuwatazama. Hata wakati wa transfiguration, wakati Musa alikuja na Elijah na Yesu Kristo, Petro akasema wajenge nyumba 3, ya Musa, ya Elijah na ya Yesu. Mungu kabla hawajamaliza kufikiria, Elijah alikuwa ameondolewa kama nabii, prophet. Musa kama sheria, akisimamia sheria, alikuwa ameondolewa. Wakabakisiwa only one, Christ Jesus. Nayo mbingu ikafunguka, sauti ikasikika ikisema, huyu ndiye mwanangu ninayempenda, msikieni. Nani alisikia kwa sauti? Akina Petro. Ate oyo niwe mwana wako anyenda muno, muiguage. Matiarirwo maiguage Musa. Hawakuambiwa wasikie Musa na hawakuambiwa wasikie Elijah, lakini waliachiwa Christ. Biblia inatuambia katika kitabu ya Hebrews 1 ya kwamba ati, wacha nikusomee. Na hii ni njia moja ya kukonka shetani, kwa sababu ukiunderstand, ukipata knowledge ya kazi ya Bwana kulingana na vile inavyohitajika, yani nakwambia mtu wa Mungu, shetani atakuwa umemgonga. Hebrews 1, wacha nitusome 1 and 2. God who at sundry times and in diverse manners spoke in time past unto the fathers by the prophet. Mungu ambaye alisema zamani, sikiliza, Mungu ambaye alisema zamani na mababa zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Wakati huo wakina mababa wetu Abrahamu na wale wengine, Musa na wale wengine wote hao wa nyuma, Biblia wakati wa sheria, Biblia inasema ya kwamba alinena kwa njia nyingi, alinena kwa manabii na alinena kwa mababa zetu kwa njia nyingi na sehemu nyingi. Lakini wacha tuone siku ya leo, omothe sheria leketia kweherio ne Jesu. Omothe arari atia
had in these last days, sisi tuko katika last days, spoken unto us by his son. Siku hizi za mwisho sisi tuko ndani yake, anatunenea kumpitia mwanae. Kwa nini? Sheria ilishindwa kukonka. Sheria ilishindwa mpaka kupeleka wana wa Israeli katika mji wa ahadi. Moses alishindwa. Mwangalie mtu Adam and Eve. Hata kama ndio walikuwa mababa wetu wa kwanza, walikuwa lakini hawakuweza hata kufanya kitu, hata hawakuongoza kondoo. Walipingwa mara moja. Nani? Ibilisi aliwapinga. Alitumia njia zake akawapinga Adam and Eve. Bwana asifiwe. Hallelujah. Whom he had appointed higher of all things, by whom also he made the world. Ate mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa yeye alifanya ulimwengu kwa yeye. Kwa hivyo hata kabla Adamu hajakuja, Yesu alikuwa ametumika kufanya ulimwengu. Kwa hivyo ni nani alitangulia kuhubiri? Christ. Ni nani alitangulia kufufua? Christ. Ni nani alitangulia kuponya? Christ. Miujiza na maishara ni nani alitangulia kufanya? Christ. Kabla ya ulimwengu kuwekwa. Kwa sababu Biblia inasema kila kitu kiliumbwa kwa yeye. Kwa hivyo hata wakati ule tunasoma Genesis 1, tuelewe na tujue ya kwamba hiyo preparation ilikuwa imefanywa na yeye kabla Moses hajakuja kusema vile Mungu alifanya from Genesis 1. Hallelujah. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana. Igwe 3 ero igaterere. Who being the brightness of his glory and the express image of his passion, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Hey, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akiisha kufanya utakazo wa dhambi, akikwisha kufanya utakazo wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Bwana asifiwe. Mundu wa Ngai, eke tutige kuhurana na kiugo kia Ngai. Eke tuigwe kiugo kia Ngai na tutikire kufuata uria Ngai arenda. Tusikie neno la Bwana na tukubali kufuata mapenzi ya Bwana. Sababu kuna kifo, kuna laana, kuna hali hazitakufanya wewe uweze kujikuta katika nafasi ya kusimama. Utapingwa na vitu nyingi wakati utapingana na mapenzi ya Mungu. Tukiendelea tunasemaje? Tunasema hivi, mtu wa Mungu, kazi hii yote ilifanyika kwa nini? Kazi hii yote ilifanyika kwa sababu ya upendo ulio ndani ya Baba. Alifanya hayo yote kwa sababu yeye anatupenda. Bwana asifiwe. Na alifanya haya yote ndio aweze identify. Hallelujah. Sisi tuweze kutambua, tuweze kujua, tuweze kumuelewa, tuweze kuona, tuweze kuamini kazi ile aliyofanya ya kutoa dhabihu moja ya kutosha. Bwana asifiwe. Kutoa damu yake yeye mwenyewe
isiyo ya kondoo, akaingia patakatifu pa watakatifu, akaweza kutenda kitendo moja ya haki, ndio kila mmoja wetu aweze kupokea msamaha wa dhambi na aweze kupokea ahadi ile Mungu alikuwa ameahidia kila mmoja wetu katika ulimwengu tulio ndani yake. Bwana asifiwe. Yesu ndiye alitoa sacrifice ile ya kweli. Hizi zingine zilikuwa zinatolewa na akina Moses, za haiba na kodozi na vitu zingine zote, hazikuwa na msingi wowote, hazikufungua watu, hazikuokoa watu, hata hakufikisha watu katika mji wa ahadi. Mababa wetu wote walikufia nyikani. Wale walikuwa wanafaa kuwa wameingia katika nafasi ile, lakini wote walikufa. Wale waliweza kuingia katika mji wa ahadi ni watoto wao. Bwana asifiwe. Na Musa aliweza tu kuwapa ile sheria. Alikuwa, kwa sababu ile sheria Musa alikuwa nayo ilikuwa tu inazungumzia kuhusu kazi ya Kristo. Na Yesu na Musa alihubiri tu kazi ya Kristo, lakini watu walipokea kwa types and sandals, walipokea kwa mifano, wakafikiria hiyo mifano ndio imesimamia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mingine kwa sababu ya vile ilikuwa inaonekana vile ilivyo, watu wengi wakaiiga, ikawamaliza, sababu ilikuwa sheria. Bwana, ilikuwa mifano. Hawakuelewa udani wa mawazo ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Hawakuelewa. Sasa tunaona, wacha tuangalie na wewe tuone ya kwamba upendo huu wa Kristo tutaonyeshanwa na njia gani. Nataka nitumie tu dakika 10 tuweze kumaliza ya leo. Kesho tutakuwa katika nafasi nyingine. Katika kitabu ya John 3:16. Katika kitabu ya John 3:16. John 3:16 inatuambiaje? Ati for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya upendo wangu na wako ule ametupenda nao. Mungu hakuna wakati anatamani wewe ufe, kwa sababu kifo hakijatoka kwa Mungu. Mungu atamani wewe ugojeke, hata hapendi ukigojeka, na ndio alimtoa mwanae. Kesho tutaangalia yale yote Yesu alifanya ndio sisi tuweze kuwa katika amani. Tutaangalia kesho hayo. Lakini nataka kukuambia, Mungu afurahi wakati wewe umegojeka. Mungu afurahi wakati moyo wako umeinama. Mungu afurahi wakati shetani amepingana nawe mpaka akakushinda. Mungu afurahi wakati wakati kifo kimeingia ndani ya nyumba yako. Sababu kifo hakijatoka kwa Mungu. Magonjwa haijatoka kwa Mungu. Hali ya kuinama moyo haijatoka kwa Mungu. Kuna yeye yule anayesababisha. Unaweza sababisha wewe kwa sababu ya tamaa zako, na usababishe watu wengi sana wainame na wawe hawana amani. Na inaweza shetani anaweza kuja kukujaribu akitaka kupima imani iliyo ndani yako. Please my dear, angalia mambo hayo yote ndio tuweze kumuona Mungu kwa vile alivyo, lakini sio vile tunavyomfikiria. Lakini katika kitabu ya Roman 5:8, wacha tuangalie Roman 5:8. But God commanded his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Biblia inatuambia vizuri, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tugali wenye dhambi. Kwa hivyo hakuna mtu amejifanyia kitu ndio aweze kuwa mwenye haki.
Tulikuwa wenye dhambi hata kabla Yesu hajakuja. Tulikuwa tu wenye dhambi. Hakuna kitendo chochote tumefanya ndio tuweze kufanyika wazuri, wala wazima, wala tutajirike, wala tuweze kuhubiri. Biblia inatuambia kwamba yeye ndiye alisimama kwenye mwanya na haki yake yeye ndiye alionyeshana. Yeye ndiye alitangulia kufa kabla ya wewe mtu wa Mungu kuzaliwa. Alitangulia kufa. Alitangulia kutenda kazi yake. Ndio wewe wakati utakapokuja uweze kupokea ahadi, uweze kupokea uzima. Hata ukikuja tu katika ulimwengu, hauanguki katika mikono ya ibilisi. Hauanguki mambo ya udhaifu. Ukiamini tu ile kazi aliyoifanya, utajikuta katika amani yako. Kwa hivyo kazi ya ibilisi haitaonekana na haitafanyika katika maisha yako. Yafanyika kwa nini leo? Sababu hatuamini ya kwamba alitufia kabla sisi hatujazaliwa. Number 2, hatuamini ya kwamba Yesu Kristo alitangulia kufa wakati tungali tu wenye dhambi. Watu wengine wanafikiria kwa sababu hawajafanya umaraya, hawajaiba, hawajadanganya, hawajafanya hivi na vile, wanafikiria wao ni wazuri. Lakini nataka kukuambia, hii dhambi si mambo ya kutenda, si mambo ya kufikiria, si kujikuta ndani ya jambo. Hapana. Hii tulikuta imefanywa na ikaweza kupokelewa na mtu yeyote aliye ulimwenguni kwa sababu ya baba wetu wa kwanza, Adam. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mahali unaweza jihesabu kuwa mzuri. Ni wewe uweze kutambua na kuelewa ya kwamba nilikuwa mwenye dhambi, lakini Kristo wakati alipokufa msalabani aliweza kunifanya kuwa mwenye haki. Hivyo tu bure. Alinipa haki yake bure. Sina kitu nilitoa kwa sababu hata sikuwa nimezaliwa. Sikutoa fedha, sikutoa sadaka wala tithe, sikuchukua handikachifu wala kufanyiwa makafara. Sikuomba, niliomba ate ndio niweze kuokolewa. Sikwenda kanisani, sikutoa mali. Nilikuta Yesu amefanya. Kazi yangu ilikuwa kupokea. Kazi yangu ilikuwa kuamini yale ameyafanya, nikayapokea katika moyo wangu na nikaikiri kwa mdomo wangu. Kukiri ndio kunafanya Shetani aweze kujua kweli wewe umeunderstand kazi ya Christ. Tiko igwa na gokira, neko igwa gwetekia na kuborera ando ate nimanie dare mwehia no Kristo nyaragwereire aradwa muthigu ni todo wa kwenda gwake, no ti todo wa wira wakwa. Mwathani arogosho. Hallelujah. Mstari mwingine nataka tuangalie ni wa Ephesians 5:2. Ephesians 5:2 inasema, and walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for us, a sweet smelling savor. Mukaenenda katika pendo. Wakati tunapoamini kazi ya Kristo, hiyo ni jambo moja ya kuonyesha tunaenenda katika pendo. Tumetambua, tumeelewa, tumeingia. Sasa mimi na Kristo, mimi na Mungu, kwa sababu ya mwanae Kristo Yesu, tumefanyika kuwa katika upendo moja. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kwa harufu ya manukato sikatae, kwa harufu ya manukato. Bwana asifiwe. Yesu alijitoa, akajitoa kwa ajili yetu. Alijitoa kwa ajili ya Baba. Jambo la kwanza, Yesu jambo lote alitufanyia kwa sababu ya Baba. Sababu Baba amemwambia, nikituma mtoto wangu kwa duka na sina fedha,
Nitamtuma nimwambie, eda uwaambie mwenye duka, mama yako ama Mama Rona amesema umpe sukari, atalipa baadaye. Kwa hivyo ule mtoto kama atapewa kwa ajili yangu. Naye Yesu alitoa dhabihu moja ya kutoza kwa ajili yetu, kwa sababu ya babaye. Yesu kama sio babaye hangekufa msalabani kwa ajili yetu. Lakini kwa sababu kunaye yule alimuongoza na akamtuma na akamwamurisha yale yote atakayoyafanya, alifanya hayo kwa ajili yake. Na wewe wakati wowote unafaa kuwa na mtu katika maisha yako ati yeye atakaye kuongoza kwa ajili yake. Amesema kwa ajili yake anataka, wacha nifanye. Lakini watu wengi hawataki mazungumzo hayo. Hawataki kuwa na watu wa kuwaongoza. Hawataki kuwa na walinzi. Hawataki kupelekwa. Wanataka wasimame kidete wao peke yao, wakitaka kuonyesha uwezo wao na nguvu zao. Nao wanaangamia, wanatubukia katika hali na mambo machungu, wakifikiria wako na Mungu anawaongoza. Mungu hawezi kukuongoza wewe. Mungu hawezi. Hata leo Kristo ametupeana kwa watumishi wale walio na good news, gospel ya kweli, gospel ya kipekee. Tumepeanwa, tunatumikiwa na watumishi walio na kweli. Katika kitabu ya Roman 8 from 14 tumepewanwa kwa madaktari walio na uwezo, yani watumishi wametumwa, sio wale wamejituma, sio wale wanahubiri juu ya tumbo zao, sio wale wanahubiri juu ya sarakazi. Ni wale wametumwa wapeane neno kuhusu kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Sio sarakazi. Sarakazi zimetuchokeza watu wengi, mpaka wengi wamekaa nyumbani kwa sababu sarakazi ni nyingi, na wameingia katika sarakazi hizi zile na hawajapokea kitu. Kile tunafaa leo kufanya ni kuhubiri neno la Bwana, kazi ya Kristo, kuonyesha watu Kristo na kazi yake ni gani. Haleluya. Tuherere maundu ya mogoroki, tuherere maundu matari kundu mangehonia, tuhe andu ngoro ya Kristo, tuhe andu ngoro ya Ngai. Niki niguo mahote gukomesha Saitani, ndio shetani waweze kumkomesha mara moja ya kutosha. Kesho tutaendelea. Kesho wakati kama huu tutaendelea, tutasikia mambo mengi mpaka uweze kuelewa how to conquer the devil. Hatusimami kumkonka na silaha. Hapana. Yesu alifanya tu jambo moja. Yesu hakukuja na kisu, buduki, bom, wala miti. Yesu okire na kiugo. Ona haria moiguaga ni ahuranire thunagogi-ini, tina mete, ni kiugo. Utafsiri wa neno ndio unahitajika tuweze kutambua, ndio tuweze kusimama na tudhibitike katika neno ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Na wakati kama huo, jambo lolote litapangwa na ibilisi, litapangwa na maadui, lakini litakuja kufunuka lenyewe, sababu umekonka. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ndukamakene maundu maria mothe marabangwo. Ndukamakene maundu maria mothe mucukanie ciretie kana tho ciaku cieciretie gwika. Ndukamakene tondu wa thina uria unagera. Tamenya, wona wamenya hitho eno mothe ni mekufumbuka. Na ni ugukena ni ugucokia ngatho. Ndiraigua gutigira hau tondu ne ndakeria time, ona niende ndacererwo ni haria nguthiaga. Lakini watu wa Mungu nawapenda sana, na kila wakati natamani muweze kuelewa injili na kutafsirika na tafsiri yake ndani ya Kristo.
Wacheni kutafsiriwa maneno ya Kinyairoto. Hata ndoto mnatafsiriwa vile watu wanataka na vile wanafikiria. Vile waliambiwa na waganga. Ndio wanakuja kukutafsiria kanisani. Wacha. Kristo ndio tafsiri ile mzuri. Christ ndio tafsiri ya kila kitu katika maisha yako. Na shukuru Baba wetu na Mungu wetu kwa ufalme wake. Hapo ndipo nitaishi. Na wewe naomba ishi pale, sababu kuna msaada mkubwa. Usijali kwa mipango yote. Imepanguliwa katika jina la Yesu. Kila mpango umepangwa kwa ajili yako. Kila sehemu yoyote unanyang'anywa. Kila kitu watu wanataka yani kukupinga nacho. Umepokea vyote. Vyote ni vyako. Sababu ufalme wa Mungu na mwenye ufalme yu ndani yako. Na mwenye kila kitu na muumbaji wa kila kitu yu ndani yangu. Siwezi pokonywa. Siwezi pokonywa. Amini ya kwamba huwezi pokonywa. Shetani hana mamlaka. Alipingwa nawe kwa sababu ya kujua style zote za God, za Christ. Na vile alimpinga, hata wewe umeshampinga katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wako na amani. Watoto wako wataponywa. Wataondolewa katika hali zile wameingia ndani yake. Zinafanya uweze kuwa na mawazo mengi na moyo mzito. Bwanako atatolewa katika hali hiyo. Ameenda kujiingiza ndani yake. Usijali kitu, kwa sababu kazi ya Bwana Mungu anataka tu mtu mmoja, yule atakayeamini katika neno lake na kuandamana pamoja naye. Mambo yote itakuwa sahihi. Tukamake milimo yote igwaku, magonjwa yote iko kwako. Haina msingi na haina mzizi wa kujishikilia, na kuambia imeshakatwa katika jina la Yesu Kristo. Imekatwa na nini? Na kwa sababu umeamini kazi ya Kristo, na wakati Kristo alisulubishwa msalabani alisema yote imekwisha. Number 2, na magonjwa yote ilimalizika msalabani. Haleluya. Kwa hivyo hakuna msingi wa jambo lolote na kufanya uweze kuwa mawazo yako haina amani, moyo wako hauna amani. Na kushukuru Bwana, nikienda kuomba kesho tugali pamoja. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, ninakushukuru na ninakuinua. Pokea sifa na utukufu. Asante ni kwa sababu ya amani yako nyingi. Asante ni kwa sababu ya upendo wako. Asante ni kwa sababu Bwana, wakati tunapoamini neno lako, tunakuamini wewe. Wakati tunapotembea katika neno lako, tutembelea wewe. Wakati wowote Bwana Jehova Jire, tufanyao kazi yako. Tunanena neno lako, tufanya kazi yako. Na sio sisi tunayoifanya, ni wewe, ni Roho wako Mtakatifu anayetusaidia. Bwana wetu Yesu Kristo, asante ni kwa sababu ya kuwa mfano mwema. Sisi tukutazame, ndio tuweze kujua na kuelewa ya kwamba katika wingi wa mambo yale yote imetuzunguka, wewe tu ndiye ulifanya kitendo moja ya haki. Wale wengine wote walikuja mfalme, lakini hakuna kitu waliweza kufanya. Hawakushinda. Mpaka akina Moses, akina Abraham walipingwa na wanawake, na akaweza kuzaa na yule mjakazi alikuwa ndani ya nyumba yake. Alikosa kutambua. Na Shetani hataki watu watambue. Shetani anataka watu wakae katika tu mambo ya kudhani, na katika kufananisha neno lako na mawazo yetu. Baba wetu na Mungu wetu, nimekataa mawazo yetu kutufafanishia na neno la Bwana. Nimekataa kuongozwa na neno na mawazo yetu. Nimekataa kuongozwa na maneno yatokao katika kinywa cha watu wale wakorofi, wakijiita watumishi na wakijiita wakubwa katika kazi yako. Baba wetu na mfalme, tunataka tu na tuomba tu Bwana, neno lako tu mfalme mmoja, kama vile uliambia Martha na Mariam. Ati Martha wahitaji tu kitu moja, nasi tunahitaji hiyo kitu moja Bwana, ndio tuweze kusimama na ndio tuweze kukonka mambo haya yote. Inatuuliza Mungu wenu wako wapi? Nami ninawaambia ya kwamba Mungu wetu hata hayuko biguni
na yuko huku ulimwenguni. Yu ndani yangu Kristo atendaye kazi katika maisha yangu, na hivyo ndivyo atendaye kazi kwa watu hawa Bwana, tunaokuwa pamoja na wao kila asubuhi tukinena kuhusu neema inayotoka katika msalaba ule Kristo Yesu alisulubishwa ndani yake. Kwa ufufuo wake nimepokea nguvu na uwezo, na sasa hivi Bwana, watu hawa tuko nao pamoja, tuko katika mkono wa Bwana wa kulia, tukiwekewa maadui wetu wote chini ya miguu yetu, kwa sababu ya ushindi na mamlaka tumepokea ndani ya neno. Pokea sifa na utukufu Baba yangu. Wewe ni mfalme, na wewe ni Mungu, na wewe ni mwenye haki. Wakati wowote Bwana twakutazamia, kwa sababu wewe tulijua ndiye msaada wetu wa karibu, na ni katika jina la Yesu Kristo